Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media. Haki za kisiasa na kiraia, haki za kijamii na kiutamaduni, lakini na haki za makundi maalum. Tumeona kwamba hali ya uhuru wa vyombo vya habari imeshuka sana kwa mwaka jana hata mwaka huu. Imeshuka mwaka jana kwa sababu ilipoanza mwaka, ilikuwa ni mwaka ambao tulikuwa tuna heka ya uchaguzi. Tulikuwa tuna heka ya kampeni za uchaguzi. Tulikuwa na heka ya kuhakikisha kwamba uchaguzi unakwenda vizuri. Kwa hiyo tulianza kwanza na baadhi ya wanahabari kupotezwa. Tulianza na baadhi ya wanahabari kuchukuliwa hatua, vyombo vya habari kufungiwa. Kwa hiyo kulikuwa kuna hizo changamoto za uhuru wa habari wa namna hiyo. Lakini cha pili, wakati wa uchaguzi sasa na baada ya uchaguzi, kuna matukio ambayo tuliyarekodi sisi 8 ya wanahabari ambao walikamatwa sio halali na wengine kupotea. Tunaona kuna tukio kule Musoma, kuna tukio Dar es Salaam, kuna tukio Arusha na mengine ambayo sisi tunakumbuka kwa sasa, lakini kuna matukio mengi ambayo yalitokea. Lakini swala lingine kubwa lilikuwa ni la kufungiwa kwa mitandao. Kuna vyombo ambavyo vyenyewe vyombo vya mitandaoni. Kwa hiyo internet ikifungwa maana yake vyombo havifanyi kazi. Kwa hiyo ilikuwa ni mojawapo ya kitu ambacho kilikuwa kwa mwaka jana. Lakini vile vile kulikuwa kuna kufungiwa kwa vyombo kama Jamii Forum au Jamii Media ambayo ilikuwa kwa siku 90. Kulikuwa kuna kufungiwa kwa Baraka FM, lakini vile vile ITV na wengine na Nyota TV ilifungiwa pia. Kwa hiyo hali ilikuwa sio nzuri kwa mwaka 2025. Lakini ukiangalia kwa mwaka huu sasa bado hali imeendelea kuwa mbaya. Mpaka tunapoongea sasa hivi hii ni robo mwaka ya kwanza, lakini kuna matukio 8 tayari ya vyombo vya habari au wanahabari kufungiwa. Kuna ile swala tu la juzi hapo Alois Nyanda wa kule Kanda ya Ziwa ambaye alikamatwa na baadaye akaachiwa baada ya kelele nyingi kupigwa. Lakini vile vile tunaona kuna Jambo TV ambayo imefungiwa kwa siku 90 mpaka sasa hivi tunapoongea. Kwa hiyo bado hali ya uhuru wa vyombo vya habari sio nzuri, hali ya wanahabari wenyewe sio nzuri sana. Japo kwenye siku ya leo tumeongelea masuala ya wanahabari kuwa wabunifu. Lakini atakuwaje mbunifu kama anafungiwa, kama hayuko huru, kama na hali sio nzuri kwa ujumla, anakuwa hayuko huru. Kwa hiyo inakuwa ngumu sana. Kwa hiyo mimi wito wangu tu ni kwamba wanahabari wakiachwa huru basi wanaweza kuwa wabunifu zaidi na kufanya. Baada ya serikali kuja na sheria ya vyombo vya habari ya mwaka 2016, mazingira ya wanahabari yangekuwa bora, lakini badala yake sasa mazingira yanaendelea kuwa magumu. Leo hii nasikia kila siku hii jambo imekuwa ikidhibiti waandishi, watu wamekuwa kizuio kufanya kazi, watu wamekuwa kizuio kutoa maoni. Kwa hiyo tunaiomba serikali hizi sheria ambazo imetungwa ya huduma za vyombo vya habari basi isitekeleze tu kwa kudhibiti waandishi. Kuna vifungu vingi katika ile sheria. Kuna vifungu vya kuwawezesha wanahabari kiuchumi, kuna vifungu vya kuwapatia wanahabari bima, kuna vifungu vya kutoa mikopo kwa wanahabari. Sasa sheria isilenge tu kudhibiti wanahabari, bali sheria ilenge kuboresha mazingira ya kazi ya wanahabari. Kwa katika maadhimisho haya sisi kama YOUTA, chama cha kutetea haki za wafanyakazi, tunataka serikali itekeleze sheria ya huduma za habari kwa pande zote. Ni sawa kama kuna ukiukaji wa sheria, lakini vile izingatie yale ya kuwawezesha wanahabari kupata bima, kulipwa vizuri. Nadhani haya ndio sisi kama wanahabari tunategemea yao ya kwanza kutekelezwa badala ya sasa kuwa na vikwazo vingi zaidi. Asanteni. Juu ya mwenendo wa uhuru wa vyombo vya habari hapa nchini Tanzania. Lakini tumeona tukiunganisha na tamko ambalo lilitolewa jana na taasisi za kutetea uhuru wa kujieleza, yani kodi, zilieleza kabisa kwa uwazi kwamba kulikuwa kidogo kuna mkwamo kwenye kulinda uhuru wa vyombo vya habari, uhuru wa kujieleza na haki ya kupata taarifa. Kwa mfano, kuanzia Januari hadi kufikia sasa takriban matukio 8 ambayo yametokea, wakati kwa mwaka mzima wa mwaka jana yalikuwa takriban matukio 9. Kwa hiyo unaona hata nusu mwaka tujafika
visa mkasa vimekuwa vikubwa zaidi. Matukio ambayo yanaongozwa zaidi ni waandishi wa habari kuitwa na jeshi la polisi pamoja na mamlaka nyingine, kwa mfano wakuu wa wilaya. Waandishi wamekuwa wakishurutishwa na kuwekewa mipaka sehemu ya kupata taarifa, jambo ambalo sio kweli, na wakati mwingine wamekuwa wakituhumiwa kwamba habari zao zimekuwa ni habari ambazo hazina mizania, yani balance. Sasa unakuja kushangaa kwamba mwandishi wa habari ambaye huyu ni mwanataaluma anakuja kuhukumiwa na mtu ambaye mwenye taaluma nyingine ambayo sio katika taaluma habari. Sisi tulikuwa tunafikiria, na kama MISA tuombe tu mamlaka mbalimbali na wadau wetu kwamba waheshimu sekta hii ya habari, kwa sababu ni sekta ambayo inajisimamia. Kama unaona kuna mwandishi hajafanya vizuri jambo lake, basi ni jambo la kupeleka kwenye mamlaka husika. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media, kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media.